Na kwingineko, na wakazi wa mtaa wa Woodley jijini Nairobi wamelalamikia kuhangaishwa na maafisa wa serikali wa kaunti ya Nairobi ambao wanasema wamekaidi maagizo ya mahakama na kuwafurusha. Wakazi 10 wamefurushwa kwa mara ya pili sasa katika mtaa huo, na kama anavyoarifu Gatete Njoroge ni kwamba serikali ya kaunti imekuwa ikiendeleza operesheni ya kudai deni la shilingi bilioni 50 kutoka kwa wapangaji wake kwa wiki 2 sasa. They stole our things. Maafisa wa kaunti ya Nairobi walirejea tena katika mtaa wa Woodley siku ya Ijumaa na kuwafurusha wakazi zaidi kwa madai kuwa wanadaiwa pesa za kodi. They broke our gates. They came in about 70 men. Those guys, I don't know, they were just screaming, toka, 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 toka. They were breaking our windows. They broke our doors. Thankfully, I was let in by one of the city council guys who said you can get your documents. I was even pushed. They were pushing me. They were pushing my brothers. Kufikia sasa walioathirika ni wakazi 10, huku wengine zaidi wakihofiwa kukodolea macho hatma ile ile baada ya maafisa wa kaunti ya Nairobi kusema kuwa watarejea Jumatatu. Lakini kinachowatatiza wakazi ni kuwa shughuli hii inaendelea licha ya wao kuelekea mahakamani na kusitisha baada ya kupata agizo la kuzuia kaunti kuwafurusha, agizo ambalo lina muhuri wa kuashiria lilipokewa na serikali ya kaunti. The evictions obviously are an illegal process and violate the Land Act 2012, which mandates notice, mediation and alternative housing. Walioathirika wanadai kupoteza mali yao baada ya serikali ya kaunti kuandamana pamoja na vijana ambao sio wafanyikazi wao. We can no longer appeal to Governor Sakaja, to look at these things objectively. So now we are appealing to His Excellency President William Samoei Ruto to intervene in this matter, because it's getting uglier and uglier by the day. And people are acting with impunity, with no regard for the laws of this country, the constitution of this country. Wakazi hao wanaodai kulengwa wamekosoa namna madeni hayo yalivyoafikiwa, huku baadhi wakipewa bili ya zaidi ya shilingi milioni 10. Pia wamelalamikia kuwa haya yanajiri licha ya msamaha wa madeni uliotolewa mwaka 2019. They took all my chairs. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.